Mtazamaji, nipo katika viwanja vya Nane Nyakabindi mkoani Simiyu, na lengo la mimi kuwa hapa ni tukio ambalo linatarajiwa kufanyika katika eneo hili, tukio la uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo ya mifugo na utambuzi ambalo linatarajiwa kufanyika Juni 16 mwaka huu 2025, na mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nikiwa hapa nimeweza kupata wasaa mzuri wa kuzungumza na mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania, na tumezungumza naye juu ya umuhimu wa chanjo hii na kwa nini kama serikali imeamua kufanya jambo hili. Karibu. Kwa majina ninaitwa Dr. Benezeti Lutege Malinda, ni mkurugenzi wa huduma za mifugo Tanzania. Tuko hapa kwa ajili ya tukio kubwa la kihistoria la uzinduzi wa kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Kama serikali tulifikia uamuzi wa kuwa na kampeni hii kwa sababu wote tunajua kwamba Tanzania ina rasilimali nyingi sana za mifugo, lakini sasa mifugo hii ilikuwa haijafikia kile kiwango cha kutosheleza cha kuchangia katika pato la taifa, lakini na pato la mwananchi mmoja mmoja. Na changamoto kubwa iliyokuwa ikitokea katika eneo hili ni uwepo wa magonjwa ya mifugo, lakini pia mifugo ilikuwa haijaweza kutambuliwa kwa maana ya kujulikana kwamba inatokea wapi, ni mifugo ya Tanzania, inafugwa na nani, na kwa sababu hiyo ilikuwa inazuia sana zile juhudi za serikali za upangaji wa mipango ya kwamba ni mifugo iweze kupangwa maeneo ya malisho, maeneo ya maji, lakini pia ni takwa moja kubwa la biashara ya mifugo na mazao yake kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Kwa hiyo sasa, ili kufikia azima hiyo sasa ya kuondoa kikwazo hiki, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa ni rais wa kwanza kukiondoa kikwazo hiki kwa maana ya utashi wa siasa, lakini na utashi wa uwekezaji kwenye sekta ya mifugo. Sasa kwa kawaida hadi sasa uchanjaji wa mifugo kitaifa tupo 21%, lakini ili tuweze kutambuliwa na Shirika la Afya ya Wanyama Duniani kwamba Tanzania sasa ina uwezo wa kufanya biashara salama ya mifugo na mazao yake, lazima tufikie uchanjaji wa 70% ya idadi ya mifugo tulionayo. Sasa ili kutoka 21% hadi kufika 70%, ili sasa inahitajika serikali kuwekeza, na ili iwekeze sasa lazima tuwe na mpango wa kitaifa wa udhibiti wa magonjwa ya mifugo, na ndipo sasa serikali imekuja na huu mpango mkakati wa miaka 5 ambao utatumia shilingi bilioni 216 kwa ajili ya kuchanja mifugo yetu. Tuna magonjwa 13 ya kipaumbele, na haya magonjwa 13 yana athari za kibiashara, lakini yana athari za afya ya binadamu, na wengi tunajua kwamba 65% na zaidi ya magonjwa ya binadamu yanatoka kwa wanyama. Sasa tunapowekeza kwa kuchanja mifugo yetu kwa kufikia 70% ambayo inatambulika kimataifa, tunakuwa na uwezo wa kuzuia kiwango kikubwa sana cha maambukizi ya magonjwa yanayo yenye athari ya kibiashara na lakini yenye athari kwa afya ya binadamu. Hivyo sasa katika kampeni hii ambayo inatarajiwa kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 16 mwezi wa 6, itakuwa na faida zifuatazo. Kwanza, tutakapochanja kwa nchi nzima, tutakuwa na ratiba ya kitaifa inayozingatiwa na mikoa yote, halmashauri zote na wafugaji wote. Lakini cha pili, tumelenga kutokomeza magonjwa ya mapafu ya ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo ifikapo 2030. Na haya ni magonjwa ambayo yamekubalika kiafrika, kimataifa kwamba lazima yatokomezwe. Lakini pia tumekuwa na magonjwa yanayoathiri sana sekta ya kuku, na magonjwa haya ni ugonjwa wa kideri, ugonjwa wa ndui ya kuku na mafua ya kuku. Sasa hawa inawaathiri sana hasa kina mama, vijana na watu wote wanaojikita katika sekta ya ufugaji wa kuku. Na haya yote serikali imetoa fedha yake, tutakwenda kuchanja na tutakwenda kuanzisha
ratiba ya kimataifa, ratiba ya kitaifa itakayosimamiwa na serikali kwa kipindi cha miaka mitano. Lakini sambamba na zoezi hili tunakwenda kufanya tukio kubwa la utambuzi wa mifugo, na utambuzi huu utakwenda kuandika pia historia, kwa sababu unakwenda kutumia namba maalum ambazo ni namba za kipekee. Kila mnyama atakayechanjwa atavalishwa heleni ya kielektroniki. Heleni hii itakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu za wanyama wote Tanzania, na kwa sura hiyo sasa tunategemea kuchanja ng'ombe milioni 19 na wote watapewa heleni za kielektroniki, lakini tunategemea kuchanja mbuzi na kondoo milioni 17 na wao pia watawekwa heleni za kielektroniki. Na faida yake ni nini sasa? Faida ya kwanza ya heleni za kielektroniki ni utunzaji wa kumbukumbu za mfugaji, eneo analofugia, mkoa, wilaya na taarifa binafsi za mfugo mwenyewe na mfugaji. Sasa tukishamaliza kufanya hivyo, taarifa hizi zitatusaidia kwenye eneo moja la udhibiti wa magonjwa. Mathalani, mfugo ametoka Shinyanga amepatikana Dodoma na akagundulika amekufa kwa ugonjwa wa kimeta. Hii sisi kama wataalamu wa mifugo itatuonyesha ni nini kinachotokea Shinyanga, kwa maana ya kwamba itatuwezesha sisi kuudhibiti ugonjwa kwenye eneo la tukio, lakini na eneo mnyama alikotoka. Lakini faida nyingine ni kwamba itawasababisha sasa wafugaji wetu kurasimisha biashara yao ya ufugaji ili waweze kupata bima za mifugo yao, hata yanapotokea majanga kama ukame, malisho yamekosekana, mifugo inakufa, watakuwa na uwezo wa kuweka bima na vyombo vya bima kuweza kuwalipa. Lakini sasa watakuwa na uwezo pia wa kupata mikopo kutoka taasisi za fedha, ambao sasa na sisi tutalingana na wenzetu wa sekta ya kilimo. Sasa wakulima wanaweza kukopesheka, lakini sisi wafugaji wetu hawawezi kukopesheka kwa sababu mifugo yao haitambuliki, hawajulikani wanakaa wapi, hata idadi yao yenyewe haijulikani. Lakini watakapotambuliwa na kuingizwa kwenye mfumo wa utambuzi, mifugo yao itatumika kama collateral zingine kwa ajili ya kupata mikopo kwenye taasisi za fedha. Lakini faida nyingine kubwa sasa, masoko ya nje ya nchi yanahitaji bidhaa za mifugo na mifugo yenyewe iwe imetambuliwa. Ili sasa inamuongezea ujasiri yule mlaji wa mazao ya mifugo, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kujua mnyama huyu alitibiwa lini, alichanjwa chanjo zipi, na sasa mazao ya mifugo ile au mifugo yenyewe ni salama, haiwezi kupeleka magonjwa ya aina yoyote kwenye nchi husika. Lakini hata kwa mfano umeshawauzia nyama, imeshaingia sokoni, ile bachi ya nyama hiyo itakapoonekana ina matatizo, itakuwa na uwezo wa kuiondoa sokoni kwa haraka, kwa sababu taarifa zake zitakuwa zinajulikana. Lakini faida nyingine kubwa, kumekuwa na wimbi la wizi wa mifugo. Sasa mifugo inapokuwa inaibiwa, haionyeshi kwamba huu mfugo ni wa nani, address yake haijulikani. Lakini kwa uwepo wa hii heleni ya kielektroniki, itakuwa na jina la mfugaji, itakuwa na rangi ya huyo mnyama, itakuwa na namba specific au maalumu ambayo hakuna ng'ombe mwingine atakayokuwa nayo. Ni kwa mathalani ya namba za NIDA. NIDA ya kwangu, hiyo namba ni ya kwangu peke yangu. Kwa hiyo hata kwenye upande wa mifugo tunakwenda kufikia level hiyo. Sasa mnyama atakapoibiwa, namba ile itakuwa ina uwezo wa kuiskani, na ukisha skani ile barcode itakuletea matukio, itakuletea habari zote za yule mnyama. Hivyo itakuwa ni rahisi kujua kwamba bana, ng'ombe huyu ni wa John na huyu John ni mkazi wa Simiyu. Kwa nini leo ng'ombe huyu yuko Pugu Mnadani? Kwa hiyo kama atakuwa ameuzwa kihalali yule ng'ombe, kutakuwa na uwezekano wa kubadilishana taarifa za ununuzi ndani ya mfumo wa utambuzi. Kwa maana hiyo sasa tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, akisaidiwa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi Daktari Ashatu Kijaji, kwamba wamekuja na mkakati mzuri wa kuirasimisha sekta ya mifugo. Sasa itakuwa ni sekta rasmi
sekta inayoweza kukopesheka, sekta inaendana na nyakati tulizo nazo. Kwa hiyo ule ufugaji wa kawaida hautakuwa na nafasi tena. Lakini jambo kubwa kabisa ambalo pia litakwenda kuwasaidia wafugaji na serikali pia, wafugaji wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu, hawana maeneo ya kuchungia, hawana maeneo ya malisho. Lakini changamoto kubwa ni kwa sababu idadi ya mifugo yao haijulikani na wamiliki wenyewe hawajulikani. Lakini tutakapokwisha kuwatambua, tutajua idadi ya mifugo, tutawajua wafugaji na tutajua utaifa wa wafugaji. Kuna tetesi zilizopo, kuna Watanzania wenzetu wanafuga mifugo ya watu wa kutoka mataifa mengine. Sasa unaweza hata Mheshimiwa Rais leo angesema anaitoa Serengeti National Park iwe ni sehemu ya malisho, tutapata tabu ya kuwapanga wafugaji wetu kwa sababu hatuwatambui na idadi ya mifugo yao haijulikani. Kwa maana hiyo sasa, tutakapokuwa tunakamilisha kampeni hii ya chanjo na utambuzi wa mifugo, tutakuwa tumedhibiti magonjwa yaliyopo Tanzania, tutakuwa tumejua idadi ya wafugaji wetu na mifugo yetu, hivyo tutaweza kuwapanga kwenye maeneo ya malisho, tutaweza kuwahudumia kwa huduma za maji, lakini na huduma zingine za afya ya mifugo kama miundombinu, hata chanjo, majosho, dawa za kuogesha mifugo, zote zitakwenda kwa utaratibu ambao sasa utakuwa umepangika.